Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu tena kwenye wasaa huu wa gumzo maalum. Leo gumzo maalum linavuka kutoka katika kingo zake za kawaida, linaingia nchini Kenya. Nadra sana kuzungumza na wenzetu ambao wanaishi katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki mahsusi kabisa. Tumezungumza mara kadhaa na watu ambao wapo Ulaya, wapo Marekani, wako Arabuni, lakini leo kwa bahati kubwa sana kabisa tumeweza kupata mwenzetu kutoka Afrika Mashariki, jirani kabisa ya nchi yetu ya Zanzibar, nchini Kenya, wahi kabisa upande wa pwani ya Kenya, ambao kwa mnajua tarehe ya Zanzibar, mnajua kwamba miaka na miaka huko nyuma, kabla ya mwaka 1963 zilikuwa ni sehemu moja, Zanzibar na mwambao wa Kenya. Karibu sana ndugu yangu Shoka Juma, karibu kwenye mazungumzo yetu haya. Asante sana, nimekaribia kwenye mazungumzo na nimefurahi kwanza kuungana na wanafamilia wa Gumzo la Hassan, kwa sababu ni sehemu ambayo hata mimi mwenyewe kwanza naifuatilia, labda japo chini kwa chini, lakini naifuatilia sana. Mashallah, nashukuru, nafurahi sana kusikia hivyo kwamba unafuatilia mazungumzo yetu kila mara, mashallah. Nyuma ya kamera, kabla hatujazungumza, umenieleza kwamba wewe ni Mkenya lakini mwenye asili ya kisiwani Pemba, kwa maana nyingine ni wale wanaitwa Wapemba wa Kenya, jamii ya Wapemba nchini Kenya. Hebu kidogo jitambulishe kwa undani kabisa, wewe ni nani hasa, jina lako kamili, jina lako, baba yako, babu yako, kama unajua baba yako, na asili yenu ni wapi, na tueleze wewe ni nani kwa hakika, tuna hamu ya kujua. Okay, mimi jina langu kamili naitwa Shoka Juma Shoka, ni jina ambalo ni la baba wa baba yangu mimi, kiufupi babu yangu, na asili kabisa ama chimbuko lake litokea maeneo ya Kiuyu Mbuyuni, wilaya ya Micheweni, na mama yangu alitoka maeneo ya Wingwi ya mjini, ambayo iko jirani tu na makao makuu ya wilaya ya Micheweni hapo. Mjini Wingwi? Ndiyo, mjini Wingwi. Kwa hiyo kunao ambao walikuwa babu zangu ambaye niliwahi kuwaona, kwa sababu babu yangu aswa kumzaa baba sikuwahi kumuona, lakini kunaye babu yangu ambaye alikuwa baba mdogo wa baba yangu, niliwahi kumuona kwa sababu maisha yake aliyatumikia huku kwenye taifa la Kenya, maeneo ya Kisumu, akiwa kama imamu. Kwa wakati huo alikuwa ni imamu, Mwenyezi Mungu ameshamhitaji amlaze mahali pema peponi. Allah yarhamu. Kwa hiyo huyo alikuwa ni mtu maarufu, alikuwa anaitwa Kibalo. Jina maarufu ni Kibalo. Lakini jina lake halisi alikuwa anaitwa Mbwana. Hilo ndilo jina lake halisi, na familia ya upande huo labda naweza taja watu maarufu kama Dr. Mkasha, ambaye amekuwa daktari maarufu ndani ya visiwa vya Zanzibar na amehudumu kwenye sekta ya afya kwa muda mrefu. Kwa hiyo hao ni watu ambao ni maarufu. Na upande wa mama yangu sasa, ambapo kutoka mjini Wingwi, baba yake alikuwa anaitwa Alawi Sefu, lakini jina maarufu kabisa alikuwa anatambulika kama dereva, na alikuwa anafanya kazi kuna sehemu inaitwa Sagamawe, upande huo wa Micheweni, huko ndiko ambako alikuwa anafanya kazi zake. Na kiufupi, kwa nini baba yangu walifikia maeneo haya? Kuna sababu nyingi sana. Tunavyojua kwamba hapo mwanzo kuna migration issues, ambapo pengine wao walikuwa wanatafuta green pasture, kwa sababu walitoka kutafuta green pasture. Si kama wale wengine ambao walitoka maeneo yale ya Shungwaya wapi wa kuja huu upande huu wa Afrika Mashariki, lakini pengine kwa kutafuta kwa kutoka na masuala ya machafuko kule. Wajua nchi zetu za Afrika zilitawaliwa, kwa hiyo kama zilitawaliwa wengi walikimbia. Baada ya hapo kukimbia sasa, tukapata kwamba tumejijaza sehemu tofauti. Lakini babangu alikuwa ni mfanyakazi wa serikali miaka hayo, lakini akaona haya maisha bora tukatafutia maisha popote. Ndio hapo akahamisha familia yake na kuja Kenya, baada pia ya kaka yake mkubwa amekuwa marehemu, aitwa Mfaki Shoka,
Alitoka huko, alikuwa ni mwalimu shule ya Kiuyu na Micheweni wakati huo, hizo shule ambazo zilikuwa za mwanzo kabisa kwa wakati huo. Aliacha walimu, akakimbilia zake taifa la Kenya, na ndiposa na sisi tukajipata tuko Kenya. Lakini kuingia kwa jamii ya Wakenya haswa kutambulika, maana mwanzoni walikuwa wanajificha ficha, hayo miaka ya 60 70 walikuwa wanajificha kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Lakini mwaka 2020 mwaka 2000 baada ya uchaguzi, sisi bado tulikuwa ndo mwanzo tuanza kuchipukia hapo. Baada ya uchaguzi ukatokea fujo ndani ya visiwa vile vya Zanzibar. Wakajipata sasa Wapemba wanaingia kwa wingi eneo hili la Mombasa, hususan eneo lile la bandari, ambao ni eneo la kimkakati kwa wakazi wa kisiwa cha Pemba, kwa sababu hapo ndipo wanachukulia vitu vyao vingi, bidhaa zao nyingi zinatoka eneo hili la Mombasa. Kwa hiyo pale ndipo Wapemba wakaanza kuingia na kutambulika. Lakini kabla ya hapo umezungumzia kitu miaka hayo ya 90, wakati wa enzi ya Said tayari Wapemba unakusudia miaka ya nyuma, kabla tayari ushasogea mbele kidogo, ushasogea mbele kuzungumzia hasa kuhusu jamii ya Wapemba nchini Kenya, katika mambo ya Kenya, na ile tulizungumzie baadaye baada ya kupata utambulisho wako. Kwa hivyo liachi kidogo, turudi katika utambulisho wako kwanza. Umesema kwamba wewe baba yako mzazi ndiye ambaye alihama kisiwani Pemba Micheweni, akaja kuhamia huko mwambao wa Kenya, si ndivyo? Na mamako pia mzazi alihama Pemba akaja hapo, au wao walikutana wakaoana hapo mkazaliwa hapo nyinyi na wenzako? Hapana, wao walihama kutoka huko wakaja Kenya tayari wakiwa wako na family, ambapo kuna kakaangu mkubwa, kakaangu, dadangu, na pia kuna dadangu mwingine, kwa sababu mimi kwenye familia mimi ni mtoto wa 4. Kwa hiyo kunao ambao walizaliwa huko, na hata mimi ambaye naongea kwa sababu tulifuatilia sana, tulijipata tuko huko kwa sababu ni wadogo, lakini ile inaaminika kwamba hata sisi, mimi mwenyewe binafsi nilizaliwa huko. Kwa hiyo tulikuja tukiwa wadogo mno, na maisha tukaanzia huko. Nikasoma shule ya maandalizi chekechea, nikasoma shule ya msingi, nikasoma sekondari, na mpaka baadaye nikajaliwa kwenda chuo sasa kusomea taaluma yangu ya uandishi wa habari. Naam, tutakuja pia katika taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hivyo ni kwamba wewe ni kizazi cha kwanza kuzaliwa, sio kuzaliwa, kukulia, maana yake umekwenda pale mdogo, lakini wako ndugu zako ambao wamekufuatia wewe ambao wamezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, kizazi cha mwanzo kabisa, ndivyo? Bila shaka wako na endelea. Manake umesema kwamba wazee wako walihama kisiwani Pemba kuja upande huo wa mwambao wa Kenya kwa ajili ya kutafuta maisha bora zaidi, kuona maisha ambayo yalikuwa nyumbani. Je, unajua kwamba pia kabla ya hapo wazee pia walihama huko muliko sahizi wakaja kisiwani Pemba? Manake sehemu kubwa pia ya watu wa eneo hilo ambao nilizungumza, Kiuyu mjini Kiuyu, mjini Wingwi na Micheweni na wapi na hata sisi wengine ambao tuko mbali kidogo, sehemu kubwa yetu ni watu ambao chimbuko lake walianzia huko pia, baadaye wakaja huku Pemba, halafu wakarudi huko wakachanganyika. Ndio maana watu kama Wagunya, jina la Mgunya kwa mfano, au Wabajuni, majina maarufu kisiwani Pemba, kwa sababu ni watu ambao waonekana ni wale kwa wale. Je, nyinyi pia ni hivyo kwamba chimbuko la wazazi wenu nyuma, baba bibi, walitokea huko kwanza wakaja zao Pemba, alafu baadaye nyinyi ndio mkarudi huko, au hujui hivyo? Bila shaka nikikufafanulia hapo, itabidi tuje kwenye jamii ya Wapemba hapa nchini Kenya, kwa sababu mimi niliwahi kuuliza hilo swali kwa babu yangu ambaye nikwambia alifanya kazi huku upande wa kuhamasisha dini ya Kiislamu. Nilimuuliza akasema kwamba familia halisi kwa upande wa baba, upande anatoka Lamu, maeneo ya visiwa vya Pate,
ambapo wengi kule wananasibishwa na Wareno, lakini pia upande kuna mmoja anaitwa Bisada ambaye ni upande wa mama. Sasa huyo amechanganya anatoka huo upande wa ndugu zetu wa jamii ya Waarabu, ambapo anapatikana sehemu inaitwa Mikoroshoni. Sijawahi kufika, lakini Mikoroshoni nimeambiwa ile sehemu inapatikana Pemba. Mikanjuni, not Mikoroshoni, Mikanjuni. So hapo ndipo ambapo familia ilitoka. Lakini sasa hii ambayo ilitoka huku Kenya ikaenda Pemba na kuanzisha kizazi, na kizazi kile ambacho kilianzishwa baadaye kikatoka kule Pemba kikaja huku Kenya. Sasa familia hile ambayo ilitoka Lamu kufikia sasa, kusema kweli hatujaijua mpaka hivi, kwa sababu babu wakati akinambia maneno hayo alikuwa ni siku zake za mwisho. Baadaye akapata kuugua, hatukupata tena kuongea kuhusiana na family ambayo iko huo upande wa Lamu. Kwa hiyo upande mmoja ni kwamba tunajua tuko na family ambazo zilitoka visiwa vile vya Lamu kwenda taifa la Zanzibar, na baadaye wazazi ambao walizaliwa kule nao wakarudi tena Kenya kuanzisha kizazi kingine. Ya manake vizuri sana Shoko umezungumza hivyo, kwa sababu hii dhana ya taifa la Zanzibar, taifa la Kenya, taifa la Tanzania ni dhana mpya kabisa. Hii imekuja hata miaka 100 haifiki kwa hakika. Angalau kwa maana ya kusema kwamba mataifa ambayo yana bendera zake, pasipoti zake, vitu kama hivyo, ni dhana ya juzi sana. Huko nyuma tunakozungumzia ilikuwa watu kinachounganisha watu ni bahari ya Hindi, wakaitwa ziwa kuu. Ziwa kuu nadhani maziwa makuu manake ni maziwa ya ndani ya Afrika. Na hapana, ziwa kuu ilikuwa ni bahari ya Hindi, ndio kitu hivyo. Ndio maana wakisema kwamba ikipulizwa zumari Unguja, walioko ziwa kuu hucheza, haimaanishi walioko maziwa makuu. Ziwa kuu kwa maana ndio katika pwani nzima hii ya Afrika Mashariki ambayo ni ikiwa bahari ya Hindi. Kwa hivyo siku hizo bahari ya Hindi ndio ilikuwa pasipoti yetu, ndio ilikuwa bendera yetu pia. Kwa hivyo ni vizuri umesema hivyo, kwa sababu kuweka rekodi vizuri ni kwamba hata wale ambao wanaonekana ni wageni kwa upande mmoja, kumbe wao ni wenyeji zaidi katika eneo hilo. Bila shaka na kidogo ni kuongezea kitu hapo. Hiyo ilileta changamoto, tutakuja tuijadili zaidi wakati tukiangalia jamii ya Wapemba na kwa nini walitengeneza taasisi yao na kwa nini walijipata wako ndani ya taifa la Kenya na kudai uhuru na kutambuliwa rasmi. Tutakuja tutalizungumzia, lakini ilileta changamoto kubwa sana wakati tunaandaa historia halisi ya jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya. Tafadhali. Naam, tuendelee mbele sasa. Nikukatisha kwa sababu nilikuwa niliona nilikuwa sijapata hujanikatisha kiu kati ya kujua wewe binafsi na wazazi wako. Lakini sasa umeshanisaidia pakubwa. Tuje sasa kuzungumzia jamii ya Wapemba katika ardhi ya Kenya, mwambao wa Kenya, na zaidi ni mapambano yenu ambayo mmefanya mkataka utambulisho, mkapata utambulisho, na saizi umeniambia kwamba una kituo mbali wa mwandishi wa habari, una kituo cha haki za binadamu cha Wapemba, na ambayo tunaamini katika mapambano ambayo mnazungumzia nyinyi kama jamii ya Wapemba ndani ya ardhi ya Kenya. Tuje sasa katika jamii ya Wakenya, jesema jamii ya Wapemba ndani ya ardhi ya Kenya ya sasa. Okay, nikizungumzia jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya, ni kwamba ni historia ambayo kwa kweli hatuwezi kuitoa ama hatuwezi kupinga ukweli kwamba jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya walikuwamo kwa karne kadhaa. Japo dola si kwamba haijui, lakini inajua, kwa sababu wakati wa harakati ambapo zilipamba moto mwaka 2006 na mwaka huo 2006 kukawa na harakati zingine za jamii ya Wamakonde ambao pia nao walipatiwa uraia muda huo. Kwa hiyo Wapemba walianza kutengeneza rasimu yao ya katiba, ambapo ni kujitambulisha, kujulikana baada ya madhila mengi ambao walipitia huko nyuma, kwa sababu kuna madhila ambayo jamii ya Wapemba ilipitia miaka hayo ya nyuma, tukianza na utangulizi wa hayati
mzee Jomo Kenyatta, tukija kwa mzee Moi, walipitia mkono wa chuma. Tumia lugha kama hiyo, mkono wa chuma. Ni kinukuu tu simulizi ya babangu mwenyewe akwambia walikuwa wanapika na hawawezi kula, hawatakula hicho chakula kwa sababu pale pale ulipo time ile utavamiwa, maisha yako yatakuwa bado ni kuwindwa tu, kuwindwa. Babangu wakati huo anasema yeye aliacha kazi Zanzibar, lakini alitamani arudi zake kule, arudi anze maisha, sababu yale mateso ambayo alikuwa yapitia. Anasema aliweka ahadi kwamba iwapo siku moja jamii ya Wapemba itatambulika kwenye taifa hili la Kenya, basi yeye hatatamani kurudi tena huko, ataenda tu kusalimia. Lakini kwa sababu amedhalilika, wamepoteza mali zao, yeye akasema lazima mimi tuhakikishe tunatengeneza jopo la harakati ambazo zitasaidia vizazi vyao. Na nikinukuu historia nyingine ambayo nilipatiwa tu na mama yangu mdogo, anasema kwamba alipoteza mtoto wake wakati huo, alipoteza mtoto wake kwa sababu ya kufukuzwa tu. Kidogo shoka kidogo hapa, inabidi unipe hadithi nikae kichwani vizuri sana. Unaposema kwamba babako alidhalilishwa, alipoteza mali zake, mama yako mdogo alipoteza mtoto wake, nataka kujua kwamba katika muktadha gani? Manake kuvamiwa, je, ni kwamba mna nyumba yenu halafu mnakuja kuvamiwa, au ni kwamba jamii ya Wapemba walikuwa kuna jambo wanashiriki ambao wanalifanya ambalo serikali haitaki walifanye, na kwa hivyo wakawa ni wanazuiwa na serikali? Kipi hasa kilikuwa kinatokezea kwa jamii ya Wapemba ndani ya ardhi ya Kenya? Jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya walikuwa wanaonekana kama walowezi, kama ni watu waliovamia taifa la wenyewe. Na tukumbuke kwamba kazi ya Mpemba mara nyingi ni uvuvi. Hiyo ndio kitu kikubwa ambacho wanapata riziki. Na kama tunavyojua kwamba wakati huo kulikuwa hakuna mipaka ya Mzanzibari, mpaka ya mtu wa Mombasa, yote ilikuwa ni bahari pekee. Kuna hii maili ya Shoroba Kumi ambayo ilikuwa inatumika kama sehemu moja. Kwa hiyo ni kwamba wazazi walikuwa walichokipitia ni kwamba time zote walikuwa wanasakwa, unatumiwa askari wamefanya kama ndio chumio, ukipona leo basi kesho watashikwa. Manake wakiwa Wapemba ambao wanafanya shughuli za uvuvi, kwa mfano amekwenda kuvua samaki wake, amerudi nyumbani kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kuuza, ghafla anahisi naona amevamiwa na mamlaka, au pengine yuko baharini wanavua, wanakuta boti zimewazunguka za wenye mamlaka. Ni hivyo. Ni hivyo. Na kwa sababu wanahesabiwa kwamba ni wageni ambao wanavua katika bahari ambayo si yao, kwamba wao ni walowezi, wanaishi katika ardhi ambayo si yao, bila ya kuwa na vibali, bila ya kuwa na vitambulisho, au vipi? Bila shaka ndivyo ambavyo ilikuwa, na ndivyo ambavyo ilisababisha wengi wakapoteza mali zao, wengine wakawa, yani kiufupi alikuwa hawaishi na raha ya kwamba wao wako kwenye taifa ambalo ni huru. Kiupande mwingine walikuwa wako ndani ya taifa huru, lakini hawako huru. Hawakuwa pao, walikuwa wanafanywa wao ni walowezi, wavamizi. Bila shaka walikuwa wananasibishwa na walowezi, lakini wao wengine wanasema kwamba hapa ni kwetu, familia zetu zilitoka huku. Sasa shida ilikuja hapo. Nikikumbuka kwamba wakati tukiandaa historia ya jamii ya Wapemba ndani ya taifa hili la Kenya, tuliwahi kuulizwa na Wizara ya Masuala ya Uhamiaji kwamba nyinyi mnataka taifa lenu? Nyinyi mnataka taifa lenu ama mnataka uraia? Mnataka Mombasa ijitenge? Kumbuke hapo nyuma kulikuwa na vuguvugu linaitwa Mombasa Republican. Naam. Sasa chumbuko la Mombasa Republican likaunganishwa na grupu ya jamii ya Wapemba, kwa sababu huwezi kumuuliza mtu mnataka taifa lenu ili hali upande mwingine uko na hii changamoto. Kwa hiyo ile historia
ambayo Okay, tulikuwa kidogo mwanzo patamu sana hapo na pata kufikiria kwamba kuna wakati vuguvugu la Wapemba kutaka kutambuliwa ndani ya ardhi ya Kenya lilihusishwa na mamlaka na vuguvugu la watu wa mwambao la kutaka kujitenga na Kenya. Mwambao walikuwa mwambao si Kenya, kwa hivyo Mombasa Republic. Sasa kwa hivyo unakusudia kusema kwamba ilisadifiana nyinyi kama jamii mnadai utambulisho na watu wa mwambao kwa ujumla wake kupitia Mombasa Republic wanadai kujitenga, kwa mkaunganishwa kwenye kundi moja. Sasa hapo na mkapata kibano kimoja na kibano kikawa ni kimoja. Kwa hivyo isipokuwa sasa ndani ya mamlaka ya Jamhuri ya Kenya kukatolewa maafisa ambao walikuja kutupatia muongozo wa jinsi gani ya kutengeneza historia ambayo haitakinzana na sheria za taifa. Kwa hiyo hapo ilibidi tuache historia ya kweli, tuunde historia ya kubuni, ili mradi tuende vile mamlaka ambavyo inahitaji. Hiyo ndio ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa, na ikafanya pia tayari ndani ya kundi la jamii ya Wapemba likaanza kutawanyika pale. Wengine wanasema sisi ni wa hivi na sisi wengine tuko hivi. Kwa hiyo hapo kulitokea mtafaruku. Tuelezee mpaka uliorumia, maana mlipaswa kuacha historia ya kweli mtengeneze historia ya kutengeneza ili muweze kufaa ndani ya taifa la Kenya. Okay, niambie historia ya kweli mlioacha ni ipi, mliotengeneza ni ipi? Historia ya kweli ambayo iliachwa ni kwamba jamii ya Wapemba, historia ya mwanzo kabisa ilisema kwamba jamii ya Wapemba walikuja kutoka visiwa vya Pemba vya Zanzibar, taifa la Zanzibar. Na hiyo hata afisa woyote yule ambaye utasimama naye ukimwambia wewe ni Mpemba, kwanza anajua wewe ni wa kutoka Zanzibar. Huo ni ukweli, na ni ukweli utabaki kuwa hivyo. Lakini sasa kwa sababu nyinyi mnaonekana ni Wazanzibari, na historia hapo nyuma ilionyesha kwamba ukanda wa pwani wote kutoka Kilwa mpaka Somali, Lamu ilikuwa ni kama taifa moja. Ikaonekana hawa labda wamekuja na dhana ya kuwa wanataka kutambulika lakini wanataka kujitenga. Sawa? Kwa hiyo ikabidi ije rai nyingine, mutengeneze mbinu yenu, historia yenu ambayo haitakuwa na maswala ya kuwa nyinyi mnataka kujitenga. Hiyo kufikia hapo watu wakarudi tena kwenye meza, wakafanya mchakato mpya wa kuandaa rasimu ya historia. Historia ile ilipokamilika ikatumwa tena kwa mamlaka na mashirika mengine ya kutetea haki za kibinadamu, ikapita. Ambayo inasemaje sasa? Kupita kwa ile kitu kilichoekwa pale ni kwamba kulitengenezwa familia. Kumbuke kwamba hapo mwanzo hatukusema kwamba kunao jamii ambazo ziko na family ndani ya taifa la Kenya, lakini baada ya hapo sasa ilibidi tuseme kwamba sisi wengine tunatoka Lamu, wengine wanasema wanatoka Mombasa hapa Jomvu, ni Wajomvu, vitu kama hivyo, wa miji, ili mradi unatengeneza kitu ambacho wewe utakuwa ni muasili wa sehemu fulani. Subiri. Sasa hii ambayo new narrative hii ambayo imetengenezwa, maana yake iliuyeyusha au iliupunguza nguvu ule Upemba wenu, ikaweka nguvu katika uasili wa watu wengine, makabila mengine ndani ya ardhi ya Kenya. Kwa hivyo ili uweze kukubalika wewe, useme wewe ni Mtakaungu, useme wewe ni Mjomvi, useme wewe ni mtu kutoka Lamu, useme wewe ni mtu kutoka hapa, au sio? Naam. Kwa hivyo sasa manake sasa kama ni hivyo, manake kwamba yale madai kwamba mimi natambuliwa kama Mpemba hayapo tena, yakafutika au? Hapana. Upemba uko pale pale. Lakini Upemba kwenye asili ya wapi? Lakini Upemba kwamba sasa tulijenga ile Wapemba, kama ulivyoniambia mwanzo, umenikumbusha kitu muhimu sana. Umesema walitoka wakaingia Zanzibar,
na baadaye kule kule Zanzibar wakatoka wakarudi Kenya. Kwa hiyo katiba yetu tukaifanya, historia yetu tukaifanya. Wapemba walienda Pemba, walitoka zao maeneo ya Lamu wakaenda zao Pemba kutafuta green pasture. Moja ilikuwa ni kilimo. Sawa. Sasa kufikia hapo ikaanza ku make sense. Tukaanza kuenda na hiyo movement, ikabidi tuanze kutafuta familia zetu kutoka chini kabisa. Okay, basi kama ni hivyo, Shoka waliwasaidieni kupata new narrative, lakini ni exact, maana ni narrative ambayo ni sahihi. Waliwasaidieni kupata tarehe ambayo ni sahihi zaidi kwa sababu mlikuwa mnayo mwanzo nyinyi. Ndio maana yake. Bila shaka. Huo ndio kweli. Ilikuwa ni shida kwa sababu tayari kuna kitu tulikuwa tushakizoea. Kuna kitu tumekizoea. Okay. Kwamba sisi ni wa kutoka sehemu fulani na historia yetu ni hii. Kama ambavyo wenzetu wa Makonde walitumia hiyo wakapata uraia. Kwa hiyo na sisi tukaona huenda hii ndio njia sahihi. Lakini upande mwingine ni kama ambao unasema kwamba ilitusaidia sisi kuenda chini, tukajua kwamba haswa chimbuko la Wapemba wengi wanatoka kwenye visiwa hivi cha Mombasa na upande wa Lamu. Lamu. Hata mimi hapo ndipo ambapo nilipoanza kumuuliza babu, kumwambia hebu niambie huu kweli sasa. Ni kweli sisi tuko na family Lamu ama tu ni ile za juu kwa sababu tunatafuta kitu? Ndio akasema hiyo historia sasa, hiyo ndio sahihi, kwa sababu nyinyi familia yenu kwa baba inatoka sehemu fulani. Babu anatuambia visiwa vya Pate ndiko kwenye familia yenu, lakini sisi binafsi kama watoto na naamini hata baba pia alikuwa hana huo uelewa, alikuwa anajua tu baba zake huko basi. Baada ya hapo sasa, baada ya kutafuta hiyo shina sasa, baada ya kupata shina ndipo sasa zile harakati zikaanza kushika kasi sasa. Zikashika kasi, tukawa tunasimulia historia ya wazazi ambao walikuwa wanatuelezea miaka ya nyuma, ikitupa nguvu na ari ya kuhakikisha sisi tunafanikisha. Kama wao walishindwa, sisi lazima tufanikishe, kwa sababu ndani ya eneo la Shimoni, sehemu inaitwa Kichaka Mkwaju, ikiaminika ndio kitovu cha jamii ya Wapemba hapo. Palijengwa taasisi ya kwanza ya serikali ikitambulika kama Kichaka Mkwaju Primary School, ambayo ni shule ya msingi, kuepuka madhila ambayo wanapitia jamii ya Wapemba, kwa sababu ndani ya serikali walikuja watu wakasema kumaliza hii changamoto ama kupunguza, time zote msilale kwenye msitu, basi tengenezeni taasisi ya serikali ambayo itajumuisha na makabila mengine. Kajengewa shule pale, ilianza na mababu, baadaye tukapata ufadhili wa serikali, ukajengwa darasa la kwanza mpaka darasa la 8 na ofisi zake. Hapo miaka ya 96 hapo pata historia hizo. Kwa hiyo hapo kidogo ndio ule utu ukaanza kuingia, lakini kupata taasisi hiyo haikusaidia sana, kwa sababu tayari wananchi wanaishi na hofu, na hakuna kitu kibaya kama hofu. Unaenda pale shule, ukirudi nyumbani pengine mzazi hayuko, tayari ashabebwa. Sasa wewe kama mtoto ambaye umeenda kutafuta ile elimu pale, hutaiona na thamani, kwa sababu ukija nyumbani utakaa na nani pale ikiwa mzazi ameshabebwa na pengine ampelekwa Kwale? Wakati huo ndiko ambako kuna jela, kuna na koti huko, ampelekwa Kwale, wewe unabakia nyumbani. Bwanake unazungumza hadithi ya kusikitisha sana hapa, Shoka. Unazungumzia hadithi ya mwaka 96, ni juzi tu ndipo ambapo mambo yameanza kurasimishwa, mnapata skuli ya kwenda kusoma, mnaanza kupata taasisi za serikali ambazo zinawapeni nafasi. Maana ni miaka 30 iliyopita, 96 mpaka leo miaka 30 tu iliyopita nyuma, si miaka mingi sana kiasi hicho. Unakusudia kusema kwamba nyuma ya mwaka 96, kwa sababu hata uhuru Kenya imepata mwaka
63 sio? Mm. 63 sio? Disemba pia Sitini na tatu. umepata Zanzibar. Kwa hivyo kuanzia 63 mpaka 96 miaka 30 hiyo, Ndio. au sio? Kuanzia miaka Miaka 33. Kwa hivyo unakusudia kusema kwamba ndani ya kipindi cha miaka 33 Wapemba ambao waliishi katika eneo hilo waliishi katika hali ya mshike mshike, ya kuto kujua kwamba kesho yangu ikoje, si kwa sababu yoyote, lakini kwa sababu kwamba waliwindwa kama walowezi, kama watu ambao wapo katika ardhi ambao si yao na hawastahili kupata nafuu yoyote ile ya huduma yote ya serikali ambayo inatolewa kwa wananchi wake. Na hayo ndio mazingira ambayo wazazi wako wameyakuta, na ndio ambao mmezaliwa mmeyakuta hayo. Bila shaka hayo ndio ambayo yaliwakuta na yakaendelea. Hata mimi mwenyewe ambao nakwambia, wakati nikiwa shule ya msingi sasa, kuna unyanyapaa ambao nawapitia, yule ni Mpemba, yule ni Wakuja. Kwa hiyo iliendelea kwa mababu, ikaja kwa wazazi na hata kwa watoto tu wakiwa ndani ya mashule. Mimi naweza sema pengine kwa sababu nilikulia Nairobi kiasi, ile lafudhi halisi ya Upemba ikawa siko nayo. Wengi walikuwa hawajui kama mimi ni Mpemba. Kwa hiyo naweza sema upande mwingine kwangu mimi ilikuwa ni ahueni, lakini kwa ndugu zangu, kwa jamaa zangu walichokuwa wanakipitia ni kigumu sana. Unakusudia kusema kwamba jamii yako ya Wapemba wameweza kudumisha kubakia na lahaja ya Kipemba mpaka leo? Bila shaka mpaka leo ukimpata tu utamjua kwamba huyu ni Mpemba, tena Mpemba halisi. Wenyewe wanaita Mpemba fyoko. Mpaka leo na hiyo bado iko. Kwa hiyo kukua kwangu mimi niliona mengi sana ambayo tunapitia, kwa sababu binafsi yangu kwanza nilikuwa sijui kwamba, nasikia tu Pemba, lakini mimi mwenyewe nilikuwa sijui Upemba ni nini. Lakini ikafikia sehemu ndani ya taasisi za serikali, mashule, unaanza kuona mwalimu mwenyewe anakuambia wewe ni Mpemba, ama watu ambao wananuka samaki ni Wapemba ndani ya taasisi za serikali. Sasa tukakulia hiyo kitu, ikawa ina traumatize, inauma, lakini sasa unajikaza umalize. Na katika safari halisi ya masomo kwa jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya haikuwa mzuri. Ukipata tu nafasi ndogo ya kumaliza darasa la 8, basi wewe umecheza, wewe umeenda safari ndefu mno, kwa sababu hata mtihani wa taifa, simulizi ya wazazi wanasema kwamba ulikuwa unalazimishwa ulale na mtu, ndipo mzazi wako apatiwe kitambulisho ili wewe ukasajiliwe wewe kama mtoto ufanye mtihani wa taifa. Kwa hiyo tayari ndani ya harakati hiyo kulikuwa na changamoto ambayo tayari wazazi walikuwa wanapitia, ikiwemo udhalilishaji wa kijinsia. Yani kwamba umeshasoma, umepambana, umesoma kutoka darasa la kwanza mpaka la 8, umepata elimu hiyo, hasa kufanya mtihani wa taifa unazuiwa kwa sababu wewe huna kitambulisho, huna birth certificate ama nani, karatasi ile ya kuzaliwa, kifupi cheti cha kuzaliwa. Kwani unakusudia kusema kwa hivyo shoka kwamba watoto wenye asili ya Kipemba waliozaliwa ndani ya ardhi ya Kenya wakati huo walikuwa hawatambuliwi, hawapewi tajirisi ya hawasajiliwi kama wamezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, hawapati vitambulisho kisheria ya ndani ya taifa la Kenya. Yoyote ambaye amezaliwa ndani ya taifa hili, basi huyo anastahili kupewa cheti cha kuzaliwa. Lakini maafisa wetu wa nyanjani sasa, hao ambao wako huku mashinani chini, hao ndio ambao walikuwa wana ubaguzi. Na ubaguzi huo umedumu. Na kwa hivyo iliwezekana, kwa hivyo mtoto akazaliwa hana cheti, akafika umri wa kwenda shule, akapelekwa shule hana cheti, akasomeshwa miaka yote hiyo 8 na walimu walipwa na serikali, na skuli ambayo walimu wake ni taasisi ya serikali, bila ya kutambuliwa rasmi huko juu kama ni mtoto wa ardhi hii ya Kenya, ni Mkenya huyu, hana cheti cha kuzaliwa. Hasa inapofika wakati sasa anataka kwenda kufanya mtihani wa taifa ili kwenda masomo ya juu, ndio inabidi
ili hali nyingine tokezee kama hiyo, wazazi kulazimishwa kulala na watu na vitu kama hivyo. Unakusudi kusema hivyo, Mshoka? Ndani ya taifa la Kenya kulikuwa na kipengele kwamba mwanafunzi yoyote ambaye atakalia mtihani wa taifa lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Okay. Kwa hiyo kama wewe huna cheti cha kuzaliwa ilikuwa vigumu sana. Utasajiliwa, lakini baada ya kusukumana uonekane basi huyu hakuna budi, lazima tu akalie. Sababu hata si wengine tunaweza jiita wahanga wa hayo mambo, kwa sababu mimi nilifanya mtihani wangu wa taifa hivyo hivyo, kuvutana na walimu, arudishwa nyumbani ndio katafute cheti cha kuzaliwa, hakuna, nyumbani hajulikani wapi watatoa. Nikafanya mtihani wangu wa darasa la 8, nikafanya mtihani wangu wa kidato cha 4, hali hiyo hiyo nikaipitia. Nilisajiliwa wa mwisho kabisa, sina cheti cha kuzaliwa, babangu hana kitambulisho, mamangu hana kitambulisho, kwa hiyo sina mtu ambaye atanisimamia, lakini nilisema lazima mimi nifanye, haijalishi nitapitia kipi ambacho nitapitia, lazima mimi nifanye. Kwa hiyo hiyo hali mpaka sasa hivi ambavyo nakwambia, kidogo kuna njia, kuna mwelekeo, lakini bado kuna huo unyanyapaa. Hivi ambavyo mlitambuliwa wakati wanatambuliwa. Rais Ruto anaingia madarakani, nakumbuka miongoni mwa mambo ambayo alifanya hilo kutambua jamii ya Wakenya, ni yeye au ni Kenyatta? Mmoja wao nakumbuka, si Rais Ruto ni kuwatambua rasmi kama nyinyi wa Kenya rasmi. Hii imesaidia nini katika jaala yenu hapo nchini Kenya? Kusema kweli, baada ya harakati zote hizo ambazo zilifanyika na mswada wetu wakati wa serikali ya Rais Kenyatta kupelekwa kwenye bunge, ukajadiliwa ndani ya bunge la taifa la Kenya, na baadaye wabunge wa Jamhuri ya Kenya walikuja mpaka Kichaka Mkwaju, ambapo hapo ndipo nyumbani kwa Wapemba. Kikao cha bunge kikafanywa hapo kujadiliwa jamii ya Wapemba, kikao cha bunge, na baada ya kikao hicho cha bunge kukaendwa kukafanywa research, uchunguzi wa kisheria ndani ya visiwa vya Zanzibar, kuangaliwa kweli hawa Wapemba ni wa Zanzibari ama ni wa Kenya, na baadaye wakadhibitisha kwamba ni wa Kenya hawa. Kwa hiyo waliporudi, waziri wa usalama wakati huo akakataa ule mswada ambao ulitoka kwenye bunge, na ndiposa, kwa sababu ilikuwa ni kampeni, Rais Ruto wakati huo akiwa makamu wa rais akasema, mimi nikipata tu kuwa rais basi nitatambua jamii ya Wapemba, kwa sababu alikuwa na wabunge wake ambao walipeleka huo mswada bungeni kujadiliwa, walikuwa ni wabunge wake ambao anafanya nao kazi. Kwa hiyo alitimiza ahadi yake, na ndiposa baadaye kuchaguliwa tu kama rais, kuapishwa, na yeye pia akatumia mamlaka yake moja kwa moja akatambua jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya kwamba ni raia halali wa taifa hili, na sherehe yake ikafanywa pale kwenye kaunti ya Kilifi, hapo ambapo pia kuna Wapemba wengi tu, kiachana na kaunti hii ya Kwale. Kilifi iko na Wapemba wengi, na ikafanywa hapo sherehe kubwa tu, lakini bado licha ya kwamba alitoa oda ya kwamba, ama alitoa amri, serikali za gatuzi zihakikishe zimewajumuisha jamii ya Wapemba kwenye serikali zao, lakini hilo lilibakia hapo hapo, kwa sababu kama upande ambao niko mimi, upande wa Kwale ambao unaongozwa na gavana Fatuma Achani, yeye mwenyewe kwa kauli yake alisema, mimi nitahakikisha nimewajumuisha hawa Wapemba ndani ya serikali yangu, lakini kufikia sasa hivi hamuna Mpemba hata mmoja kwenye serikali ya gatuzi la Kwale. Kwa hiyo bado ni kama mtoto alizaliwa, akishazaliwa akatupwa kwenye pipa la taka, kuachwa hapo asurvive mwenyewe, ajitafutie maisha yake. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho serikali imekifanya kwamba sema sisi tunajivunia kama jamii ya Wapemba. Nikikumbuka kwamba wakati wa mwaka 2006 jamii ya Wamakonde ambapo walipatiwa uraia ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta, wakati huo alihakikisha administration yake imewatambua Wamakonde na kuwapatia kazi, lakini jamii ya Wapemba imekuwa tofauti. Sijui kwa sababu gani,
lakini hiyo iko hivyo. Changamoto bado ziko, hususan za maswala ya ajira kwa jamii hiyo hakuna, licha ya kuwa tuseme kwamba kitu ambacho tunashukuru ni ile freedom. Tumeona nuru, tumepatiwa uraia, kwa sababu si kwamba kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwa jamii ya Wapemba si vitambulisho. Hapana, ni ile code. Tunataka jamii ya Wapemba kama walivyo Wamasai wa ndani ya taifa la Kenya na wa ndani wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwe hivyo, na hivyo tunashukuru imekuwa, japo kwa muda, lakini chinginecho ni sisi tujisimamie. Na hapo sasa ndipo sasa tulipobuni taasisi hii inayojiita Pemba Community Human Rights Center. Ilizaliwa hapo sasa mwaka 2023. Kwa hivyo imebuniwa miaka 3 iliyopita nyuma taasisi, na ndio ambayo nataka tuizungumzie, maana nataka kujua kwamba safari yote hii ambayo mmekwenda mpaka mmefikia hapo saa hizi, kipi hatua ambazo mmechukua nyinyi sasa kama jamii ya Wapemba ndani ya ardhi ya Kenya, au Wakenya ambao, lakini nyinyi Wakenya ambao wana asili ya Pemba, na hatua gani ambazo mmechukua? Mojawapo ni hii kwamba mmeanzisha taasisi ya haki za binadamu. Hebu tuelezee kuhusu taasisi hii sasa. Naam, taasisi hii ya haki za binadamu tulianzisha baada tu kutambuliwa kama raia halali wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu sisi tumekuwa tukibebwa na taasisi zingine kubwa kubwa kama Haki Center na mashirika mengine ya kimataifa kama UNHCR, au ndio ambao walikuwa wanatubeba kupitia Haki Center, na vile vile Haki Afrika. Hao pia ni mashirika ambayo walijaribu kutia mkono wao kuhakikisha jamii ya Wapemba inapata uraia. Sasa basi, kwa sababu lazima uangalie mbele, tukasema kwamba sisi tumepatiwa uraia, sisi ni raia halali wa taifa la Kenya. Je, tunatosheka na uraia? Ama kuna kitu kingine cha ziada tunahitaji? Jamii yetu inahitaji wasomi, jamii yetu inahitaji mainjinia, jamii yetu inahitaji vitu vingi sana, inahitaji kujua haki zake binafsi, kwa sababu jamii ambayo imezaliwa haijui chochote ni sawasawa na mtoto ambaye kazaliwa leo. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji vitu vingi, na ndiposa kama vijana, kwa sababu taasisi hii ilianzishwa na vijana, ikiwa mimi ndiye mwanzilishi, nikasema haiwezekani sisi kuridhika na uraia peke yake. Hakuna kitu ambacho serikali kufikia sasa imetufanyia kuonyesha kwamba pengine tumepatiwa hamasa ama tumepatiwa sensitization kuhusiana na kujitambua sisi wenyewe kwanza, kwa sababu kama jamii tuko na safari ndefu, bado hatujajua sisi kina nani, tunataka nini na kwa nini bado. Kwa hiyo hapo ndipo tukasema lazima tukae tutengeneze taasisi ambayo itatusaidia mbeleni kuhakikisha kwamba jamii kujua haki zao, na pia kujua kipi wafanye kujitetea wao wenyewe, na pia kutetea jamii zingine ndogo ndogo ambazo ziko ndani ya ukanda wa Pwani na Kwale kwa ujumla. Moja likiwa ni kwamba baada ya jamii ya Pemba kupata uraia, kulitokea jamii nyingine ndogo ndogo kama za Washirazi, kama za Wakifundi na za Watwaka. Hizo ni jamii ndogo ndogo ambazo pia nazo zikataka kusema kwamba tujisimamie. Wanatambuliwa ndani ya taifa la Kenya, lakini bado hawakufika ile hatua ambayo jamii ya Wapemba imefika, na ndipo sasa tukasema taasisi hii itakuwa inajihusisha na masuala ya haki za binadamu na stateless, na pia kusaidia ndugu zetu wa kike, ndugu zetu wa kiume, tunaweza tumia lugha ya empowerment, kuwajenga uwezo, kuwajenga uwezo, kuwawezesha. So hapo ndipo tukasema kwamba tutengeneze taasisi hii ili tuhakikishe kwamba tunaelimisha jamii yetu kuhusiana na haki zao, kuhusiana na masuala mengine ya kimaendeleo, masuala ya uongozi na hata masuala ya climate change, kwa sababu huwezi kupambana kusema kwamba wewe ni mtetezi wa haki za binadamu ukaacha nyuma swala la mazingira.
Kwa hiyo taasisi yetu pia ya Pemba Community Human Rights Center inajihusisha pakubwa sana na masuala ya mazingira, hususan upande wa pwani ambapo wazazi wetu wanapategemea kwa 100% ndani ya taifa hili la Kenya. Manake umesema tangu mwanzo kwamba jamii, sehemu kubwa jamii ya Wapemba hapo ni wavuvi, kazi ya kubwa ni uvuvi. Kwa hivyo kwa wao pwani ndio roho ya maisha yao, si ndivyo? Shoka, katika jamii, katika hali ya kawaida umeshaelezea changamoto ambazo mmepitia. Hii inamaanisha pia kwamba kupata watu ambao wamepata fursa za elimu, za kibiashara, za kutonoa kimaisha ni shida sana, au mmeweza kupenya na kupata elimu na kupata kuwa na wafanyabiashara wakubwa, kwa majina makubwa ambao wako katika jamii yenu? Kusema kweli, nikijibu hilo swali, ni la kushangaza kwamba licha ya magumu yote ambayo jamii ya Wapemba walikuwa wanapitia, kwanza niseme kwamba jamii ya Wapemba hakuna mtu mwenye kichwa kizito. Jamii ya Wapemba wamejaliwa na ubongo ambao unafanya kazi sana. Haijalishi magumu ambayo anapitia, lakini akipata tu nafasi ndogo basi anafanya kitu. Tuseme kwamba ndani ya taifa la Kenya, miaka hayo kabla hakuja kuwa na uhuru wa maana, jamii ya Wapemba ilikuwa na madaktari wakubwa ndani ya hospitali ya taifa ya Kenyatta. Kunaye daktari mkubwa alikuwa anaitwa Abubakar, ni Mpemba, alikuwa anakaa Wete na alikuwa daktari mkubwa ndani ya serikali, japo kwamba alikuwa anaficha identity kwa sababu bado wewe huna uraia, kwa hiyo ni vigumu sana kujitokeza. Ndani ya serikali kuko na wakuu wa jeshi, kuna wakuu wa jeshi ambao sasa hivi wamestaafu, ni Wapemba. Pia tu kwenye idara ya uhamiaji tuko naye kijana yuko na nafasi kubwa tu ndani ya idara ya uhamiaji kwenye taifa la Kenya, japo ilikuwa ni kujificha, ndiko ambako kuliwasaidia. Ukija Mombasa, kusema ukweli, ukiambiwa unaweza shangaa, lakini majumba mengi ukiona yameandikwa mwaka 1960, 62, 50 kuja chini, wengi wao ni Wapemba, lakini walikuwa hawajitokezi. Hathubutu kusema yeye ni Mpemba, atajiita Mjomvu, atajiita Mswahili, japo hakuna kabila la Kiswahili, lakini atajiita Mswahili, atajiita mtu wa Lamu, hivyo kuficha mali yake, kuficha na utambulisho wake kiufupi. Na kwa upande wa wasomi, tunashukuru kwamba Wapemba ndani ya taifa hili la Kenya labda pia imechangia kuona kwamba wenzetu walitafutwa mpaka majumbani, hata kama hukumaliza darasa la 7 kwa wakati wa darasa la 8 umepatiwa kazi, lakini imekuwa tofauti kwa Wapemba, ni kwamba Wapemba walipata hiyo nafasi. Wale ambao walipenya kimaendeleo ya elimu wamefika sehemu ya juu. Kwa hiyo ikaonekana pia namba kubwa ya jamii ya Wapemba wamepata, kunao ambao wako na stashahada na kunao ambao wako na shahada na kunao ambao wako na shahada 2, 3 hivyo. Kwa hiyo kielimu tunaweza sema kwamba hatuko nyuma vile. Kwa hivyo mmeweza kujichanganya licha ya yote. Licha ya yote mmeweza kujichanganya, mmeweza kuwa sehemu ya jamii, mmekuwa ndani, mna wasomi, mna wafanyabiashara, mna madaktari, mna kila watu. Kwa hivyo ni bado nyinyi ni sehemu ya jamii ambayo imechanganyika na wengine, na imekuwa sehemu ya mfumo wa kawaida wa maisha wa Kenya, ndivyo? Naam, na hilo tulisema kwamba pengine linaweza kubadilika, tukawa na zile special kitengo maalum kile ambacho kitaajiri minority ama watu waliojamii wachache baada ya kupata uraia, lakini tunaona haikuwa hivyo, na huenda ni ile kwa sababu tayari tunajulikana, tumejichanganya na jamii, na tayari kuna watu ambao wako na nafasi kubwa ndani ya serikali, licha ya kuwa changamoto zote za nyuma ambazo tulikuwa tunapitia. Na huoni kwamba hii ni afadhali zaidi, kwamba si lazima mtambuliwe, si lazima mpewe kota maalum kama jamii ya Wapemba, lakini itoshe kwamba nyinyi sehemu ya jamii kubwa pana ya Wakenya, kwa hivyo mnapata haki zote, unaingia popote pale, unafanya chochote kile, baada ya kutambua kwamba wewe ni minority. Kwa sababu kutambua minority maana kwamba jamii ya wachache, maana tunataka kupata special huduma na kadha, au kwa sababu mmepitia madhila mengi ambayo yanataka remedy, yanataka kufidiwa,
ambao mmepitia, ndo nadhani kwamba lazima mtambuliwe kama jamii fulani. Kwako ni lipi bora zaidi? Bila shaka kwa sababu historia ya jamii ya Wapemba ambao wako ndani ya taifa hili la Kenya ilikuwa si ya kupendeza, na wamedhalilika kwa muda mrefu kutoka taifa la Kenya ambapo lilipata uhuru wake mwaka 1963. Jamii ya Wapemba walikuwa wako ndani, na yoyote ambaye anapatikana ndani ya taifa husika wakati huo alikuwa anastahili kuwa raia halali wa ile taifa ambalo yuko. Lakini sivyo upande huo, labda hata si wengine tulisema labda sababu 100% jamii ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya ni Waislamu, huenda tunasema huenda ilichangia ya wao kutotambulika. Kwa hiyo hapo tulitamani kwamba serikali inaweza kufanya kitu kama kutufutia jasho, kwa sababu wengi walipambana kwenye harakati hizi, lakini walipoteza maisha yao kabla ya kufurahia uhuru huu ambao sisi tuko nao kwa sasa, sababu sisi tunasema ni uhuru ndani ya taifa huru. Naam, ni uhuru ambao tumepata ndani ya taifa huru. Kwa hiyo hapo tulitamani sana serikali iseme, kwa sababu muliteseka sana na mkapambana sana, kwa hiyo sisi kama serikali tuliamua angalau tuchukue watu 30-40 tuwaingishe kwenye serikali na nyinyi mutambulike, kwa sababu wale ambao wako kwenye nafasi hizo za serikali hawakuwa wakitambulika kama Wapemba. Sasa hii ndipo tunataka tutambulike rasmi kama Wapemba na wapatiwe hiyo nafasi za minority ambao walio wachache ndani ya Jamhuri ya Kenya, angalau nao waseme kwamba sisi jamii ya Wapemba kutoka ambapo tulipata uhuru wetu mwaka 2023 kwa mradhi, basi tumepatiwa nafasi kadhaa ndani ya taifa la Kenya. Tumeingia kwenye ulinzi, tumeingia kwenye utawala, tumeingia kwenye masuala ya afya, lakini kitu hicho sasa hivi hakuna. Na kunao vijana ambao kwa kweli walitamani pia kupata zile scholarship tu, ambao walimaliza kusoma kabla ya hayo miaka ya kutambuliwa rasmi kama raia, lakini bado wako nyumbani na kadiri siku zinavyokwenda ile ari ya kutaka kusoma pia nayo inapungua. Naam. Kwa hiyo ndipo sasa tukaona kuna haja ya serikali kusema kwamba lazima hawa hatuna cha kuwalipa, basi tuwatafutie sehemu, tuwaweke wawe ndani ya serikali. Kuna jamii kuna harakati za kwamba jamii ndogo ndogo zishirikishwe ndani ya serikali, lakini kwa jamii ya Wapemba hakuna kabisa. Naam, nimekuelewa vizuri sana, asante. Haya, nafahamu changamoto moja ambayo mnakabiliana nayo hapo Kenya ni kwamba licha ya kuwa taifa ambalo linaambiwa lina uchumi mkubwa na nafasi kubwa sana ya miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki, lakini taifa ambalo linaamini kwenye ukabila, na hivyo ni navyoangalia nyinyi pia kama jamii ya Wapemba mukijipambanua kama ni jamii ya Wapemba, manake ni jamii ya kabila fulani, ndio manake hiyo. Na panapohusika ushindani wa makabila, bila shaka hamwezi kupenya, kwa sababu kuna makabila ambayo tayari yameshajiweka katika nafasi ya ushindani na kushindana na kupata miaka mingi, miaka enda miaka rudi. Sasa swali langu kwako pengine la kumalizia, kipi ambacho, na hili litakuja kwa sababu ya wewe ni mwandishi wa habari mwenzangu pia, na nataka kujua kwamba kwa nini umechagua uandishi wa habari, kwa hivyo katika struggle hii, katika mapambano haya katika jamii yako, kwa nini ukauchagua uandishi wa habari na kipi ambacho unafanya katika uandishi wa habari? Okay, umezungumzia kuhusiana ukabila. Kabla sijahamia huko, kwa nini nilichagua uandishi wa habari ndani ya taifa la Kenya? Ukabila unaanza siku ya wewe kupatiwa kitambulisho cha taifa. Kuna wakati huenda pia ikaanza wakati unaandikiwa notification ya kuzalia mtoto wako. Sababu ndani ya kitambulisho pale ukienda kufanya vetting unaulizwa wewe ni kabila gani, tayari ukabila umeingia. Kwa hiyo ni cheri inaenda zake mpaka juu kabisa. Hata wakati wa kutafuta kazi, basi ukabila unaingia hapo.
Kwa hiyo ndani ya taifa la Kenya ukabila hauwezi malizika kabisa kabisa kabisa, na ndiposa ukaona kuna makabila makubwa kama ndugu zetu wa Kikuyu upande ule wanapigania keki kubwa, wanajiita watu wa mlima. Na nikikurudisha nyuma kidogo, kwa sababu ni habari ambazo upande wa DW muliair sana kuhusiana na kubanduliwa kwa impeached deputy president Rigathi Gachagua. Mojawapo ni sababu ya ukabila. Kwa hiyo ikiwa makabila makubwa yenye nguvu, ukabila uko ndani, makabila madogo je? Na je, vipi makabila madogo yatapenya ndani ya makabila makubwa? Ni ngumu sana, isipokuwa katiba ya mwaka 2010 imetoa nafasi ya makabila madogo kujumuishwa ndani ya makabila makubwa ama ndani ya serikali, sababu kuna act yenye tunasema hii itakuwa inawapea nafasi hawa watu wa makabila madogo, japo si sana kwa sababu wengi wanaangalia, kila mtu anaangalia upande wake, lakini katiba ya Kenya inatambua uwepo wa makabila madogo na inafanya kazi, kwa sababu Wapemba ambao walisajiliwa ndani ya taifa la Kenya ni zaidi ya ni 2000 ni 7,000 na mamia kadhaa hivi. Ni wachache sana, lakini ukizama zaidi Wapemba ndani ya taifa la Kenya ni zaidi ya 200,000. Hapo mwanzo walishindwa kujitoa kwa sababu walihofia kupoteza mali zao. Sasa hivi ambavyo nakwambia, kuna mchakato mwingine, huenda ukawa na usajili wengine, kwa sababu kuna Wapemba wengi wamejitokeza kusema kwamba hata mimi nataka kuandikishwa mali yangu kupitia kabila langu mwenyewe, sababu Wapemba kwa hivyo kwa nyuma ilikuwa na ulieleza, lakini umesahau kidogo. Kwa hivyo ilikuwa watu wanajificha nyuma, umesema makabila mengine walikuwa hawasemi kwamba wao ni Wapemba. Na kwa hivyo ndio maana walioandikishwa rasmi ni 7,000, lakini kumbe ni takriban 200,000 mpaka sasa ambao ni takriban watu 200,000. Mimi wakati nimekuwa na Nairobi na harakati hizi za masuala ya haki za binadamu na mazingira, nilikutana na vijana wa Kipemba ambao nilishangaa. Nasema hata ndani ya jiji hili la Nairobi kuna Wapemba, lakini hawatambuliki kwa sababu wao walikosa usajili, hawana vitambulisho, wazazi wao wengine wamekufa, kwa hiyo wako tu, hajulikani ni nani ambaye ataenda kule kuwatafuta. Sawa. Kwa hiyo bado wako na huo mchakato sahihi unaendelea, kwa sababu kaunti ya Lamu kuna Wapemba wengi ambao hawakusajiliwa. Kufupi, Wapemba wa Lamu hawakusajiliwa kabisa, na wa Mombasa ambao Mombasa walisajiliwa ni kidogo mno wa Mombasa, lakini Lamu hawakuguswa kabisa. Na kunao ambao wakati huo usajili walikosa upande huu wa Kilifi na Kwale. Kwa hiyo sasa hii kuna huo mchakato wa kurudi tena kuandikisha majina, yapelekwe Nairobi, waje wafanyiwe ukaguzi, wapatiwe uraia. Kwa hiyo tukihamia kwenye swali letu sasa la kwa nini taaluma ya uandishi wa habari. Naam. Moja, wakati nikiwa shule ya upili nilikuwa mwanachama wa uandishi wa habari wa chuo zile za shule za upili, kwa mwanachama, na pia nilikuwa miongoni mwa viongozi mwa press club ya shule za upili. Lakini sasa wakati nilipomaliza masomo yangu, kwa sababu mimi nimeanza masomo yangu mwaka 2014 ya shule ya upili, na hiyo ilitokana kwa sababu muda mrefu hata sisi wengine pengine tulikata tamaa ya masomo, mpaka pale babangu tu sukumwa ni mamangu ambaye alikuwa yuishi Nairobi, mamangu mdogo ndio tukapelekwa shule wakati serikali ya Kibaki ikiingia mamlakani. Kwa hiyo elimu zile za bure tukapelekwa tu, na sisi tukasema acha tupambane. Kwa hiyo nilipomaliza wakati huo nikaenda kufundisha shule kama mwalimu wa kujitolea. Kufundisha shule moja inaitwa Safina Junior, kwa shule ya kibinafsi, na baadaye nikarudi nyumbani kwa sababu ya
maswala na malipo, nikarudi nyumbani nikafundisha shule ya umma, ambapo hapo ndugu zangu wengi wamesomea hapo. Nikasema afadhali nifundishe silipwi, lakini nafundisha ndugu zangu hapo. Nikawa na hiyo ari. Lakini wakati niko pale shule nilitaka kufanya course inaitwa Community and Social Development, ambayo ni masuala ya kijamii hivyo hivyo ya kusaidia jamii. Nikiwa hapo pia nilisema nikafanya ualimu. Lakini nilitaka ualimu wa chekechea kwa sababu kulikuwa na taasisi fulani ya kimataifa ilikuwa inaitwa GVI kutoka Marekani. So wao walisema kwamba wanaweza kuzunguka na sisi tukifundisha watoto wadogo wadogo. Kwa hiyo nilipotoka hapo nikawa na hayo mawazo mawili. Niliporudi nyumbani nikajifikiria mara mbili, wakati sasa nafundisha shule ya msingi hapa inaitwa Mazaro Primary. Kwa hiyo nikiwa hapo nikawa najiuliza ni kitu gani haswa nifanye, kwa sababu kuna unyanyapaa ambao jamii yangu unapitia. Walimu pekee nitatoa wanafunzi ndugu zangu hawa upumbavu wa akili, lakini je, nitakuwa niko na nafasi ya kupenya, nikaonana na rais, nikaonana na waziri kumuulizea kile ambacho kinakumba jamii ya Wapemba? Nikasema hapana. Nikaenda college kusajili taaluma ya Community and Social Development. Lakini wakati nikisajili hiyo course nikalipia kila kitu, nikasema hapana, hii haitanisaidia sana, nafasi ya kumuona mtu husika nitaikosa. Karudi nyumbani nikamwambia mamangu, mama, mimi nataka kufanya uandishi wa habari. Alishtuka sana, akanambia, wewe uliona nani Mpemba gani hapa nchini ambaye yuko kwenye uandishi wa habari? Unafikiri ni rahisi hivyo? Je, utapata kazi wapi? Maswali ambayo kwa kweli yaliniumisha kichwa, lakini nikasema mama, si lazima nipate kazi, lakini niruhusu nifanye uandishi wa habari, kwa sababu kuna kitu nataka nikifanye na huenda kikasaidia jamii mzima ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya. Na hapo ndipo mamangu akanambia sawa, ongea na babako. Nikamuongelesha baba, akanambia hakuna mtu yoyote kwenye familia yako ambaye yuko kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari, na wewe utatoboa vipi mwanangu? Akamwambia mimi niache niombe Mungu, na naamini kwamba hata kama sikupata kazi yenye maana kubwa, lakini naamini kuna siku jamii ya Wapemba itanishukuru kwa hili. Na hapo ndipo ambapo nilianza safari yangu ya kusomea stashahada hapa jijini Mombasa, kwa sababu nilishindwa kwenda Nairobi. Nikasoma Mombasa pale, nikasoma Mombasa miaka 2.5, baadaye nikaenda attachment. Kuna radio ya Kiislamu inaitwa Radio Salam. Hapo ndipo ambapo nilianzia taaluma yangu ya uandishi wa habari. Na nikiwa hapo nikasema ni lazima mimi niwe naenda kichaka mkwaju, sababu nilikuwa naishi Mombasa, lakini sema wacha niende Shimoni huko nikafanye stories za jamii ya Wapemba. Sihitaji chochote, sihitaji nauli, sihitaji chochote. Nikipata sawa, sikupata siku nyingine nitapiga simu tu, nitafanya interview. Na kwa kweli sauti yangu naweza sema kwamba imechangia pakubwa kwa jamii ya Wapemba kupata uraia ndani ya taifa hili la Kenya, kwa sababu sikuwa na ngoja niitwe, nilikuwa najipeleka, natafuta viongozi, natafuta watu ambao wako chini kabisa, ambaye labda hata kwenda kwa yule kiongozi wa kijiji anashindwa, na muuliza changamoto zako ni zipi, naye atakueleza. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo linifanya mimi niingie kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari. Hata nilisema labda jamii ya Wapemba ikishapata uhuru ama uraia ndani ya taifa la Kenya, anaweza kufanya kitu chengine, kwa sababu utakuwa ule mzigo umetoka mabegani. Na hilo nashukuru Mwenyezi Mungu alinijalia, kanipa nguvu na hikma nikiwa kwenye mafunzo mpaka nimemaliza, na 2023 tukapata uhuru ambao tulikuwa tunaupigania kama jamii, na mimi mwenyewe nilisikia raha kwa sababu nilienda kwenye sherehe hiyo, japo
Hakuna mtu ambaye alitambua juhudi zangu, lakini nimesema kwamba nimefanya kitu, na naamini kwamba yuko mtu ambaye anaitambua juhudi yangu, na wakati tu ndo haujafika. Kwa hiyo Naam, hiyo naam. ndo sababu kubwa ilinifanya mimi kuingia kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari, ni kutaka uhuru kwa jamii yetu ya Wapemba ndani ya taifa la Kenya. Mashallah, mashallah. Hakika ni dhamira njema kabisa, Media for Resistance. Ukiingia kwenye habari kwa ajili ya mapambano, na nashukuru sana kabisa kwa kupata wasaa kuzungumza na mimi na kuelezea machache yanayohusu safari na changamoto ambazo mekabiliana nazo, na naamini kwamba mpo katika nafasi ambayo ni bora zaidi sasa kuliko ni ambayo amepitia wazee wenu huko nyuma, na bila shaka nyinyi ni Wakenya kama ilivyo Wakenya wengine, na nafasi yenu ya kuendeleza taifa lenu la Kenya ipo, na kama ulivyosema ilikuwa ni wakati haujafika, lakini wakati umefika, na wakati wenyewe hufika kufikishwa kwa kupambania. Basi Allah kuhifadhi, na bila shaka tutaendelea kuwa nawe katika mazungumzo mara nyingine. Asante sana, jazakallahu khair. Asante sana, hata mimi nishukuru pia kwa kunipa nafasi hii, na nafasi ya adimu kusema kweli, kwamba safika mbali, ila nashukuru pia uwepo wako, na nashukuru kunitambulisha kwenye jukwaa kwenye gumzo. Nashukuru sana kwa hilo.